Haleluya watakatifu, haleluya wa Tanzania. Jina la Bwana na libarikiwe siku hii ya leo tena. Mungu wetu ni mwema. Ametupa nguvu, ametupa uzima tena na uhai. Tunaishi kwa neema yake. Tunapaswa kumshukuru tena Mungu na kumwambia asante kwamba umetupa nguvu. Na kila aliyeamka asubuhi leo, kama uko ofisini, kama utakuwa nyumbani, popote pale utakuwa kwenye biashara, jifundishe kumshukuru Mungu kwa kuipata siku mpya katika maisha yako. Kila siku ni zawadi. Na leo pia tumepewa zawadi ya kuishi. Ninaendelea na somo langu la ndoa na familia. Kipindi kilichopita nilizungumza kwa habari ya sakramenti ya ndoa. Leo nitaingia kwenye somo jipya. Sio somo jipya search, lakini ni kama lile tunaendelea kwa eneo lingine ambalo linahusu mambo muhimu ya kuzingatia kwenye ndoa. Kabla tujaanza hilo somo, naomba tumshukuru Mungu aliyetupa kuishi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaje tena mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, tukilibariki jina lako na kukutukuza kwa maana umetupa kuishi leo Bwana. Tunasema asante kwa neema hiyo. Tunayo kila sababu ya kusogea mbele zako kwa unyenyekevu, tukisema Bwana, uliyetupa leo, uliyetupa kuishi, tupe kuyatenda mapenzi yako. Tupe kusema, tupe kuwaza yale yanayotokana na sheria yako. Tazama Bwana, naenda kuzungumza kwa habari ya ndoa na familia. Ninajua ni wewe uliyekuwa mwanzilishi. Naomba Roho wako Mtakatifu anihekimishe, aniwezeshe kusema yale ambayo unayataka kwa leo, kwa kusudi la kutusaidia katika familia zetu. Najikabidhi mimi na wasikilizaji wangu mikononi mwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kama nilisema kwamba tulizungumza kwa habari ya zawadi, tulizungumza kwa habari ya kitanda kitakatifu cha ndoa. Nikasema ni sakramenti takatifu inayopatikana pale kama zinavyopatikana kanisani. Tunashiriki sakramenti takatifu. Na kanisani huwa tushiriki kila siku, ni kwa nyakati maalum. Lakini pale kwenye chumba chetu na kwenye kitanda chetu cha ndoa, tunashiriki kila inapoitwa leo kulingana na matakwa ya wanandoa. Na hii haijalishi vijana walioana, ni mpaka uzeeni, kadiri Mungu atakavyoendelea kukupa uzima wewe na mwenzi wako. Ni jambo la kuendelea. Mungu akubariki. Kwa leo tunaendelea basi katika mambo ya kuzingatia kwenye ndoa. Ni kwamba ndoa ni zawadi. Ndoa ni zawadi. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18, tunaona jinsi ambavyo ndoa ni zawadi. Ni zawadi kwa maana hii inahusika na Mungu mwenyewe aliyeona hitaji na akaamua kumpa mwanadamu ndoa. Alianza kwa hivi. Ili andiko tumelisoma sana, lakini vizuri kulirudia ili usisahau. Anasema Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu aliona hitaji, akaona ni vema ampe zawadi Adamu. Akasema atampa msaidizi wa kufanana naye. Tunaporuka kidogo tukaenda mstari wa 21, anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake,
na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Nataka uone jinsi ambavyo mambo haya yanamhusu Mungu. Si jambo la hivi hivi. Ni jambo la muhimu sana kuelewa kwamba ndoa ni zawadi kutoka kwa Bwana. Wako wanadamu wengi sana ambao hawajaoa kama ni wanaume, na wako wanaume wengi tu, wanawake wengi hawajaolewa. Hatuwezi kusema ni kwa nini. Mungu anajua na wao wanajua. Wako watu ambao wameumbwa hivyo hawezi kuoa, na wako wanawake ambao wameumbwa hivyo hawezi kuolewa. Kwa nini? Hawana ule msisimko wa maumbile ya kike au ya kiume yenye kiu ya kuwa na mume au na mke. Wanaona ni maisha ya kawaida na hawana hamu kabisa. Wako hivyo walivyo na wataishi hivyo kwa sababu Mungu ameumba hivyo. Sasa wewe uliyeumbwa vyema, uliye na shauku ya kupata mke au mume, elewa kwamba kupata mume au kupata mke ni zawadi kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo usitaki sana kutafuta kipekepeke yako, kuhangaika mwenyewe, kutafuta mwenyewe. Ni kweli wanadamu wengi utafuta wenyewe, utafuta kwa sura, utafuta kwa kisomo, utafuta kwa mali, fedha, vitu mbalimbali vinamsukuma mtu kumpenda mwanamke yule au kumpenda mwanamume yule. Lakini tujue kweli ni kwamba vitu vinatoweka, vitu hukimbia, vitu havikai milele. Kwa hiyo kama umeenda kwa mwanamume yule kwa ajili ya vitu, iko siku vitu vitatoweka. Utabakije? Utakaa, utaondoka. Na kama wewe umemchukua mwanamke yule kwa ajili ya vitu, iko siku vitu vile vitabadilika. Kama ni sura hubadilika, kama ni umbile hubadilika. Kwa hiyo vitu kama hivi si vya muhimu sana na kuvipa kipaumbele. Ni lazima tujue zawadi hii ni muhimu kutoka kwa Mungu, na tujifunze kumwomba Mungu aliyetuumba kwamba atupe mwenzi. Kama ni mwanamke omba, kama ni mwanamume omba, ili upokee zawadi njema kutoka kwa Bwana, na upokee ile inayofanana na wewe. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Anayejua wewe mwanamke unafanana mwanamume yule ni Mungu, na anayejua yule mwanamume anamfanana mwanamke yule ni Mungu. Wewe huwezi kujua siri za moyo, anazo Mungu. Kwa hiyo Mungu atakukutanisha na mtu ambaye ndani ya moyo wake anafanana na wewe. Sio hili structure la nje, sio hili kabisa. Kwa sababu hili utakuta mara nyingine mwanamume ni mweupe kabisa anaoa mwanamke mweusi, au mwanamke ni mweupe kabisa anaolewa na mwanamume mweusi, au mrefu kabisa anaoa mfupi, au mfupi kabisa anaolewa na mrefu, au anaoa mrefu mwanaume mrefu. Kwa hiyo hivi vitu vya nje vipo tu, vipo kama vilivyoumbwa, lakini kile kitu kinachotuwezesha kwenda pamoja kiko ndani ya moyo. Ninachowaza mimi, ninachokikubali mimi, mume wangu anachokiwaza, anachokikubali yeye, tunapoleta pamoja tunakwenda, safari yetu inakwenda. Tunajikuta tunaishi miaka kwa sababu ya kile kitu Mungu alichokiweka ndani mwetu sisi wawili. Kwa hiyo elewa, ndoa ni zawadi, na kulingana na maandiko haya niliyosoma, elewa kabisa kwamba Mungu alifanya kazi
alijitahidi. Mungu alisimama kwa upande wake, akamtimizia Adamu wa kufanana naye. Wewe utaniuliza swali, mbona mke wake alikosa huko mbele? Ndio, alikosa huko mbele. Sasa kitakachokuonyesha kwamba hao watu walifanana ni wakati mke amechukua tunda amempelekea Adamu. Adamu alipokea akala. Zile nia zile ndani ziliendana. La sivyo Adamu angesema no, siwezi kula hiki kitu, Mungu amenikataza. Lakini kwa sababu ndani kuna kitu kinachoshikamana na huyu, aliingia mahali ambapo asingeingia. Sasa sikushauri wewe kuingia mahali ambapo hapafai kwa sababu ya mwenzako. Lazima uwaze mara mbili. Lazima ufikiri, hiki kitu je, kinafaa au hakifai? Ndio maana tunafundisha tukisema ndani ya ndoa mwenye neno la mwisho katika kila mpango tunaopanga ni mwanaume. Mwenye neno la mwisho ambaye atatoa ndio au hapana baada ya mjadala, baada ya mazungumzo, baada ya kupanga. Usiseme tu haya bwana. Mwanaume amepewa kuwa kiongozi na kichwa cha mwanamke. Kwa hiyo lazima usimamie vizuri zawadi yako isiende vibaya. Jambo la kwanza, hiyo ilikuwa ni utangulizi. Jambo la kwanza, ndoa ni mahali tunapata fursa ya kujifunza upendo. Mahali pa watu wawili tunajifunza upendo. Wewe mwanamke unajifunza kwa mmeo, mwanaume anajifunza kwa mke wake. Kwa namna gani? Ni vipi tunapoishi sisi wawili? Ile roho ya ubinafsi haipo, upendo unatawala. Najifunza kumpenda mwenzangu kama nafsi yangu, na yeye ananipenda kama nafsi yake. Kuna mambo mengi ambayo yanatuletea tujifunze upendo. Jambo la pili, ndoa ni safari ambayo wasafiri hukutana na vipaumbele na kuwajibika kwa hivyo vipaumbele. Ndoa hiyo ina vipaumbele, ina mambo ambayo wanandoa wawili wanakutana nayo. Jambo la kwanza ni watoto. Hivi ni vipaumbele katika ndoa. Mungu akikujalia ukapata uzao, ni vitu unavyokutana navyo vya kwanza na unashughulika navyo na unawajibika kwavyo. Vingine ni mali ambazo zinatakiwa ziwepo. Kuna magari, kuna mashamba, kuna kujenga, kuna wazazi wa pande zote mbili. Hivi vitu tunashughulika navyo, vimo mwenye ndoa. Cha tatu, ndoa inaguswa au kuathirika zaidi na mawasiliano ya ndani kuliko ya nje. Ndani hawa watu wawili hawa tunaweza tukaathiri ndoa yetu katika hali njema au mbaya kwa mawasiliano yetu sisi wawili. Tunawasiliana vipi? Siku nyingine nitafundisha jinsi ya kuwasiliana. Tunazungumza vipi? Ninamjibu vipi mume wangu? Yeye ananijibu vipi? Ni kitu gani anachotaka kusikia kutoka kwangu? Sauti yangu inakuwaje kwake yeye na yeye kwangu mimi? Hivyo vitu vinaweza vikaleta athari mbaya au athari nzuri. Mke wangu anaongea vibaya sana bwana, mume wangu ananijibu kwa ukali. Mimi sitaki ukali huu. Tena mume wangu amenitukana au mke wangu amenitukana. Hiyo ni athari mbaya. Hiyo sio baraka. Lakini ukaonaje? Mke wangu mpenzi, nakupenda. Mke wangu mpenzi, naomba unisamehe. Huyo ni mwanaume. Mwanamke akasema, mume wangu nakupenda. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunisamehe. Mungu akubariki. Tunawasiliana katika upendo. Tunawasiliana kwa uzuri. Sio popo. Ondoka hapa. Unafanana na mamako, unafanana na babako. Muone alivyo, sura yake mbaya. Sijui mkutana wapi na wewe. Hiyo inafisha ile shauku na ile hali ya kukua na kuendelea vizuri katika mawasiliano. Mtu anaondoka katika hasira, anaenda kazini amekasirika, na mwanamke naye huku
anaenda kazini amekasirika, akifika ofisini kila mtu anajua hao tuko ndani wa kutoka salama. Wamegombana hao. Baba na mwanamume ofisini kwake anaharibu, mwanamke ofisini kwake anaharibu. Kwa nini? Kwa sababu ya mawasiliano yaliyoleta athari mbaya ndani ya moyo. Tujitahidi. Mawasiliano ya nje hayawezi kukuumiza kama ya ndani. Mtu wa nje akaja akakufokea, unasema huyu anaondoka. Na kweli anaondoka, anaenda. Lakini mtu wa ndani unaishi naye masaa yote inaleta kitu kibaya ndani ya moyo. Jambo la 4, ndoa ni wito wa kutumikiana. Ndoa ni wito wa kutumikiana. Mwanamke anamtumikia mume wake na mume anamtumikia mke wake, kila mmoja katika wajibu wake. Mwanamke amepewa wajibu wa kumtii mume katika kila jambo. Mwanamke amepewa nafasi ya kuwa kama malikia nyumbani, kutawala madaraka ya nyumbani, kusimamia wafanyakazi wa nyumbani. Mambo ya jikoni ni yake, mambo ya kuangalia watoto jinsi wanavyoendelea ni yake. Japo mtashirikiana, lakini mwenye kuangalia na kuleta taarifa kwamba mume wangu mtoto anaumwa, watoto wako hivi na hivi, ni mama. Watoto wanahitaji hiki, wanahitaji kile, ni mama. Ameshajua kwamba watoto wako katika hali hii. Mama anajua wafanyakazi wanaendeleaje, wanafanya nini, kama ni wa shambani, kama ni wa nyumbani, anaelewa. Kwa hiyo anapeleka taarifa kwa mume wake, na mume naye anawajibika na yale majukumu makubwa ya kumpenda mke kama nafsi yake, kutumikiana, kumpenda mkeo kama nafsi yako mwenyewe. Biblia imetuambia anampenda mke wake na ajichukii mahali popote, yani achukii sehemu yake yote ya mwili, kuliko ile ambayo mwanamume mwingine atamwambia mke wake, macho yako yakoje, sijui miguu yako imekaaje. Hebu fikiri kabla hujatamka hilo neno, angalia kwanza miguu yako wewe imekaaje, ndipo uweze kumsema mwenzako. Kutumikiana kwa upendo. Mpende mkeo kama nafsi yako. Mpe mahitaji yake anayohitaji hata kabla ya kuomba. Akileta taarifa kuhusu watoto, usimwambie shauri yako. Unajua wewe mwenyewe watoto hao ni wewe. Wewe ndio sababu. Sio jambo zuri hilo la kutupiana lawama. Hii kazi ni yetu wote. Ni vipaumbele tunavyokutana navyo katika ndoa, ni lazima tuchukuliane navyo. Kwa hiyo mume, kaa kwenye nafasi yako. Ukimpenda mke wako kama nafsi yako, mambo yote yatakwenda sawa. Jambo la 5, ndoa ni wito wa kiurafiki au kiushirikiano. Kiurafiki au kiushirikiano ni wito. Yani tuwe marafiki, tushirikiane katika kila jambo, likiwa jema, likiwa baya, likiwa jepesi, likiwa zito. Tusitupiane lawama, tusisemane kwa kulaumiana. Hapana, tuwe marafiki, tushirikiane. Jambo la 6, ndoa ni wito wa kujitolea. Jitolee kwa mwenzako 100%. Mume jitolee, mke jitolee. Usiseme bwana kila siku unaniambia hivi na hivi na hivi na hivi, mimi nimechoka. Wanaume wengine wanaambia wake zao, nimekuchoka, sina mna wewe. Wewe unajichoka mwenyewe? Jiulize swali. Unapotamka umejichoka kwa mmeo au umechoka mumeo, je,
Wewe unajichoka mwenyewe, unaichoka nafsi yako, unauchoka mwili wako. Mbona bado umeubeba? Mbona bado unaenda nao? Hata kama ukiugua unahudumia, ukiishiwa mavazi unauvalisha, ukisikia njaa unakula. Hata kama uli nyumbani, unakula uko hotelini, unakula kwa mama ntilie, unakula kwa rafiki yako kulingana na kiwango cha pesa ulicho nacho. Unarudi nyumbani umeshiba. Huo ni mwili wako na nafsi yako. Mbona wewe usikii vibaya kuulisha peke yake? Kwa nini umwache wenzako na njaa? Kwa nini umwache mwenzako bila nguo? Kwa nini umwache mwenzako anaumwa akidai kwenda hospitali na mwambia wewe umekuwa kila siku kuumwa, kila siku kuumwa, nimechoka, sina pesa za hospitali? Lakini wewe ujichoki. Ukiumwa sawa sawa, hata kwenda kwa ndugu zako kutafuta hela utakwenda. Sasa ni wito wa kujitolea kwa mwenzako, sio wito wa kukati unaondoka naenda kufanya vyako na mwenzako huku anadidimia. Mungu anahusika na ndoa zetu. Jambo la 7, ndoa ni hatua ya kusafishwa. Ni fursa ya kusafishwa na Mungu ili kufikia mtu yule ambaye Mungu anataka uwe. Watu wawili hawa ni watu wa kusafishana, kuoshana, kumfanya mmeo safi na kumfanya mkeo safi, ili kufika kiwango kile ambacho Mungu akichungulia aseme Ruben ni msafi, aseme Ana ni msafi. Kwa nini? Kuna mtu anamsafisha kwa maneno, kwa matendo, kwa maombi, kwa kumjali katika hali zote. Anapokwenda pembeni anamwambia hiyo sio njia, rudi huku mume wangu, huko unapotea. Mke anapokwenda pembeni, mume anamwambia mke, rudi mke wangu, hiyo sio njia, hiyo njia itakufikisha mbali, itakuangamiza, rudi. Na mke naye anarudi, anakaa katika njia, na mume anakaa katika njia. Ni wakati wa kuombeana. Mume anamwombea mke, mke anamwombea mume. Unachukua jukumu la kutaka mwenzako ampendeze Mungu na wewe umpendeze Mungu. Unamsafisha mara nyingine kwa neno la Mungu. Unamkumbusha, mume wangu, mbona neno la Mungu limesema hivi? Mke wangu, mbona neno la Mungu limesema hivi? Mbona unaenda hivi? Badala ya kukaa kwenye neno, mtu anajiuliza maswali. Ni kweli mke wangu anachosema ni sahihi? Nimeenda kinyume? Hata kama atakasirika wakati ule unapomwambia, alimradi umemwambia kwa upendo, umemwambia kwa sauti nzuri, umemwambia kwa utulivu. Hata kama atachukia, lakini akikaa atawaza mara mbili, alichokuwa ananiambia mwenzangu ni cha kweli, nimeenda isivyo. Mungu nisaidie niweze kurudi. Mungu nisaidie nisipite pale tena. Mungu nisaidie nisinene tena yale maneno. Mungu nisaidie nisifanye tena vile vitendo. Mungu nakuhitaji. Kwa hiyo siku moja utakuwa vile Mungu anavyotaka, kama utasikia mwenzako akikuonya, akikuelekeza, akikukumbusha yale yapasayo katika maisha ya ndoa na katika maisha ya Ukristo, katika maisha yale ambayo tunatakiwa tuende nayo. Jambo la 8, ndoa sio tukio tu, bali ni maisha. Ndoa si tukio la Jumapili ile harusi basi ukasema tumemaliza. Ndoa ni maisha. Maisha katika ndoa yana up na down. Maisha katika ndoa up and down, haendi sambamba, sio flat.
Kwa hiyo tunapopita katika maisha haya tujue hivyo kwamba kuna vitu kama hivyo. Kuna vitu tunavyokutana navyo hatuwezi kuvizuia. Vipo tu vinatukuta katika njia na katika maisha haya ya ndoa. Tunapaswa kuvumilia. Tunapaswa kuchukuliana. Tunapaswa kwenda kwa uaminifu katika ndoa zetu ili tuweze kufika salama. Ili tuweze kufika salama. Kwa hiyo elewa hicho kitu. Tambua hicho kitu. Kwamba jamani, ndoa ni maisha. Ndani ya maisha kuna kuwa navyo na kuna kutokuwa navyo. Kuna siku za mafanikio, kuna siku ambazo sio za mafanikio. Kuna siku ambazo ni za kucheka na siku za kulia huko kwenye hiyo ndoa. Sasa tukimbie siku za kulia? Tukimbie? Hapana. Hizo siku tunakubaliana nazo na tunaendelea mbele. Tunakubaliana nazo na tunaendelea mbele. Kwa hiyo usije ukakata tamaa ukasema mimi maisha ya ndoa ni magumu, siyawezi. Mimi nataka nikutie moyo kwamba unaweza na utafika. Tunaposoma kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 8 anasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa iliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Kwa hiyo nataka nikuambie tu kwamba fahamu hivyo, naelewa hilo jambo kwamba jamani, katika maisha haya ndoa ina nyakati mbalimbali ambazo tunazipita. Kwa hiyo usikimbie maisha haya. Watu wengine wanakimbia. Nimesikia kuna watu ambao inatokea mtoto amezaliwa kilema, mwanaume anakimbia anamwachia mke wake, au mama anazaa mapacha 3 au 4, mwanamume anakimbia, mwanamke anajikuta amebaki peke yake akilea watoto 4, asijue jinsi ya kufanya. Si wakati wa kukimbia, ni wakati wa kukaa pamoja na kushirikiana katika lile jambo ambalo limewakuta. Watoto 4 ni baraka, mkikaa pamoja mtalea. Kama amezaliwa kilema, mkampenda, mkamtunza, huyo mtoto atakuwa baraka pia katika familia. Lakini usikimbie, mama usikimbie, baba usikimbie. Kaa katika hayo maisha unayoyapita kwa kipindi hicho, kwa sababu ndicho ambacho Mungu amewapitisha ili awaone ninyi mnafaa hawamfai. Kuna watu wanatafuta watoto hata vilema hawana. Wewe unapata kilema unakitupa au unakiacha au unakimbia. Ni dhambi mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu. Hebu hayo ujue, nimeingia kwenye ndoa. Ndoa ni maisha. Ndoa si tukio la siku moja, ni maisha. Jambo la 9, ndoa inahusika na ushirikiano au rafiki wa ndani kabisa, ufunuliwe kwa ukweli au
uwazi. Nimerudia tena, ushirikiano au urafiki wa ndani kabisa ambao unafunuliwa kwa ukweli au uwazi kwa hao watu wawili kwamba ni marafiki. Sasa unapokutana na mashida, unapokutana na matatizo, kwa nini unakimbia? Unamwacha rafiki yako akiliwa na simba, unamwacha rafiki yako aking'atwa na nyoka, wewe unakimbia? Hapana, saidia uwe yule nyoka, mwokoe mwenzako, peleka hospitali akapone sumu ya nyoka. Usikimbie, wewe ni rafiki. Na urafiki huo na ushirikiano huo ni wa ndani mno, wa kuchukuliana katika kila eneo la maisha. Mungu wa mbinguni akusaidie. Mungu wa mbinguni akuwezeshe kuelewa maisha haya, sio kucheka tu toka mwanzo mpaka mwisho, sio raha tu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tumesoma kuna siku za kulia na kuna siku za kucheka, kuna siku za kukumbatia na kuna siku si za kukumbatia. Mungu akubariki, Mungu akusaidie na kukuwezesha katika jambo hili. Amen.